Marekani yasema meli iliyokiuka vikwazo dhidi ya Irani ililengwa kwa risasi kwenye injini. Jeshi la Marekani limetoa maelezo zaidi kuhusu shambulio dhidi ya meli ya kubeba mafuta katika bahari ya Oman, likisema wafanyakazi wa meli hiyo walijaribu angalau mara 4 kukiuka vikwazo vinavyozuia safari kuelekea bandari ya Irani kabla ya kulengwa. Msemaji wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, Tim Hawkins, ameambia AFP kuwa wafanyakazi wa meli hiyo walionywa mara kadhaa lakini walipuuza maagizo ya kusimama. Alisema kuwa baada ya agizo onyo hizo kupuuzwa, wanajeshi wa Marekani walifyatua risasi kulenga sehemu ya injini ya meli ili kuzuia kuendelea na safari. Hawkins aliongeza kuwa meli hiyo haikuwa tena ikielekea Irani. Awali afisa mmoja wa Marekani aliambia shirika la habari la Reuters kuwa vikosi vya Marekani vililenga meli ya mafuta ya MT Lavin baada ya kudaiwa kujaribu kukwepa vikwazo vilivyowekewa katika bandari ya Irani. Kimsingi kwamba bado kuvuta na kuvuta inaendelea Mashariki ya Kati, na kwa kifupi bado haionyeshi kama mvutano huu utapungua kwa muda gani, lakini hali inavyoendelea kule Mashariki ya Kati kwa kweli ni hali ngumu sana, na hatujajua ni kwa muda gani hali hii inaweza ikapungua. Na tumeona bei ya mafuta iko juu hii leo zaidi ya dola 100 kwa pipa. Kwa hii inaonyesha dhahiri kwamba katika mazingira ya ulimwengu huu sasa uhaba wa nishati utakuwa mkubwa sana. Kwa hii sasa inaleta picha kwamba hali inawezekana ikawa ya hatari sana ndani ya siku chache zijazo, lakini kimsingi tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu ili mambo yakae sawa na kuona hii vita basi viweze kuisha. Lakini tumemsikia Rais Donald Trump hapo jana alikuwa anaongea na waandishi wa habari akisema kwamba Irani wako tayari kukubali matakwa ya Marekani kupitia diplomasia, na viongozi wa Omani na huko Pakistan wanaendelea na juhudi za kutafuta amani kuhusiana na kusitisha kwa siku 10 kwa vita hivi kati ya Marekani na Irani. Kwa hiyo uvute ni kubwa. Mfereji wa Hormuz bado haupitiki. Irani wameudhibiti vibaya, na kwa kweli upatikanaji wa nishati imekuwa ngumu sana. Lakini tukiona tena kule wale waathi wa Houthi ambao kule Yemen wameendelea kushambulia meli katika maji ya karibu na kule Saudi Arabia. Kwa hiyo hali ni ngumu sana, na tumeona Saudi Arabia leo wameendelea kuishambulia vibaya kabisa hao waathi wa Houthi kutoka